Je, unafahamu siri ya mlima Meru? Lakini pia tutafahamu hadithi ya ujasiri kutoka moyo wa Masai. Leo ninatamani tuweze kufahamu kuhusiana na siri ya mlima Meru, na wakati huo alipanda mlima kama kijana na akarudi kama kiongozi mkuu. Asubuhi ilipambazuka bila kumwambia mtu yoyote kitu chochote. Na usiku ulikuwa umetanda taratibu katika tambarare za mkoa wa Arusha. Upepo mwanana ukivuma, lakini pia ukibeba harufu ya nyasi kavu na sauti mbalimbali za mifugo. Moto mkubwa ulikuwa umewashwa katikati ya kijiji, na wazee walikuwa wamekaa wakizungusha macho hapa na pale wakiangazia maeneo tofauti tofauti. Katikati yao alisimama kijana mdogo aitwaye Lenkai. Ni mtoto wa jamii ya Kimaasai, na usiku huo ulikuwa wa kipekee. Ulikuwa ni usiku wa kusimulia hadithi za mababu. Mzee mmoja mwenye sauti nzito kama radi ya mbali alianza kusema, namnukuu: kabla ya milima kuwa na majani, kabla ya watu kugawa mipaka, kulikuwa na siri iliyofichwa ndani ya mlima mkubwa, siri ambayo kila mtu anaweza kuibeba. Watu wote walinyamaza, hata upepo ulionekana kusimama. Mzee yule aliendelea kuzungumza na kusema kwamba katika mlima huu wa Mount Meru kuna roho za mababu wanalinda nguvu ya ardhi, lakini nguvu hiyo hujitokeza tu kwa yule mwenye moyo wa kweli. Lenkai alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. Tangu akiwa mdogo alikuwa akisikia minong'ono kuhusiana na mlima huo, lakini hakuna aliyewahi kudhubutu kuupanda peke yake. Safari ya siri ikaanzia hapa. Asubuhi ilipambazuka bila kumwambia mtu yoyote. Lenkai alianza safari ya kuelekea mlimani. Alitembea kwa saa nyingi, akipita misitu minene, akivuka mito midogo na kusikia sauti zisizoeleweka. Kadri alivyokaribia kilele, ukungu mzito ulianza kumzunguka. Ghafla alisikia sauti, "Kwa nini umefika hapa, mtoto wa ardhi?" Lenkai hakukimbia, alisimama akasema kwa ujasiri, "Nimekuja kujua mimi ni nani na kulinda watu wangu." Ukungu ulitulia mbele yake, akatokea kivuli kikubwa, roho ya babu wa zamani. Sasa mtihani wa ujasiri ulianzia hapa. Roho ikamwambia, nguvu si kwa ajili ya kujionyesha, ni kwa ajili ya kujilinda. Uko tayari kubeba mzigo huu? Lenkai akakumbuka familia yake, akakumbuka mifugo yake, lakini pia pamoja na kijiji chote, akasema, "Nipo tayari." Ghafla upepo mkali ulivuma. Alipofumbua macho alikuwa peke yake, lakini alihisi kitu kimebadilika ndani yake. Na aliporudi kijijini, watu walishangaa. Macho yake yalikuwa na utulivu wa ajabu. Tangu siku hiyo alikuwa jasiri kuliko kawaida. Aliweza kuchachua migogoro. Alikuwa mlinzi wa jamii. Wazee walitabasamu, walijua yeye amechaguliwa. Simulizi hii ya jamii ya Wamaasai inatufundisha kuwa ujasiri wa kweli unatoka ndani, lakini pia mila na tamaduni zina hekima kubwa sana. Kila kizazi kina wajibu wa kulinda jamii.